Kwa majina naitwa Eliud Godolph Mahenge. Mimi ni katibu wa idara ya udiakonia na mkurugenzi wa shirika la Kodiso Compassionate Diaconic Services Organization. Tumetokea Mbeya katika kanisa la Moravian jimbo la Kusini Magharibi. Kwa leo tumepata neema ya kufika hapa Mbalali, ushirika wa Rujaa, kanisa la Moravian, kwa lengo kubwa kwa ajili ya kuendesha semina ya makundi maalum ya watu wenye ulemavu wa aina mbalimbali pamoja na wasaidizi wao, tungesema caretaker. Semina hizi ambazo zinawezeshwa na Mission 21 na zitaendeshwa chini ya FOAVITA, shirika la furaha ya wanawake viziwi Tanzania. Hawa watu tunafanya kazi nao kila wakati, na sasa tumeona tufanye hapa Mbalali kwa sababu hatujawahi fanya sehemu hapa Mbalali. Tumefanikiwa kufanya semina hizi kwa ajili ya kuwawezesha watu wa makundi maalum, kwa ajili ya kuwawezesha katika masuala ya ujasiriamali. Kwa hiyo watafanya kwa vitendo zaidi na watatengeneza vitu mbalimbali, bidhaa mbalimbali. Kwa mfano wanatengeneza peanut butter, watatengeneza majani, watatengeneza juice na vitu vingine ambavyo vitaweza kuwasaidia wao kufanya pindi wanapokuwa nyumbani kwa ajili ya kujipatia kipato. Kwa hiyo semina hizi tumezifanya Mbalali, ushirika tumefanya kule Mbalizi, tumefanya pia wilaya ya Mbeya, ushirika wa Iunga, tumefanya pia Chunya, na tumefanya pia kule Ilembula, mission ya Iringa. Kwa hiyo tumeona kwamba ni semina hizi zimeleta tija kubwa na kwa ajili ya kuwawezesha watu wa makundi maalum, kwa sababu wanaweza kutengeneza bidhaa mbalimbali ambazo wakiuza wanaweza kujipatia kipato chao cha kila siku. Kwa hiyo tumeona zimeleta tija na imewasaidia hawa watu wa makundi maalum kuonekana kwamba ni watu wa kuombaomba tu au kuhitaji msaada tu, lakini kumbe wakitengenezewa mazingira rafiki wana uwezo mkubwa sana wa kufanya kazi na wakajizalishia, wakapata kipato kwa ajili ya kuendesha maisha yao. Na kupitia bidhaa ambazo wanaziuza ndipo wanapata fedha kuliko kupita tu mitaani kuomba, na hii na kupunguza wimbi la ombaomba wengi barabarani, kwa sababu watakuwa tayari wamewawezesha na wanaweza kufanya shughuli zao wenyewe na kutengeneza fedha. Kwa hiyo tumeona kwamba kwa kupitia vikundi pia tunawezesha, lakini pia kwa kupitia mtu mmoja naye tunaweza kumjengea uwezo, tunamwezesha na anaweza kuendesha maisha yake mwenyewe. Kwa hiyo tunaona kwamba Kodiso au idara ya udiakonia imefanyika baraka sana kwa hawa makundi maalum, na kwa sababu si tu kwa ajili ya shughuli hizo tunazozifanya, tunafanya shughuli mbalimbali pia. Tumesaidia watu kuhusu matibabu, wale ambao kwa kweli ni kaya ambazo hazina uwezo kabisa, yule ambaye anapitia changamoto. Wengine tumewasaidia vitimwendo ambao wana changamoto ya kutembea, na wengine pia tumewasaidia vifaa tiba saidizi kama miguu bandia, na wengine tumeweza kuwasaidia bima za afya na pia kutoa elimu mbalimbali kwa ajili ya kujikinga na maradhi mbalimbali yanaweza kuweza kuambukiza, na pia na kuona namna gani jamii inaweza kuishi na pasipokuwa na ukatili wowote katika jamii, hasa kwa watoto wadogo, na mambo mengine kama haya tunafanya kama idara ya udiakonia, na imekuwa baraka sana katika kanisa letu la Moravian jimbo la Kusini Magharibi. Kwa hiyo kwa ufupi tunashukuru sana pia kwa wadau mbalimbali ambao
kutusaidia, kutuwezesha kwamba tuweze kufikia malengo haya, kuwafikia watu hawa makundi maalum. Hasa pia tusipo kusahau wadau mbalimbali kama Mission 21 ambao wametuwezesha, kumetushika mkono ili tuweze kuwasaidia, na pia wadau wa ndani kama kanisa la Murera Jimbo la Kusini Magharibi na wadau mbalimbali na mtu mmoja ambaye ameweza kutoa msaada yao kwa ajili ya kuwezesha shughuli hizi. Mungu awabariki, asante sana.